Karibu tena katika Biblia Kidigitali, platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali. Na hii ni question and answer na Anili Blaster, na leo nimekuja kwa rafiki yangu. Yeye sio mgeni tena hapa Biblia Kidigitali, ni rafiki. Karibu sana Pastor Francis kutoka Kanisa la Ufufuo na Uzima hapa Mtwara. Asante sana. Sina mashaka na uelewa wako wa neno la Mungu na utaalamu wako wa kuchambua maandiko. Karibu sana. Na swali langu kubwa leo katika Biblia Kidigitali, Pastor Francis wa Ufufuo na Uzima, kutokana na mstari wa Yohana 14 sura ya 14 mstari wa 15 hadi 17, nao unasema, ule mstari wa 16, Yesu anawaaga wanafunzi wake akiwaambia imempasa Yesu Kristo aondoke ili amlete msaidizi. Na Yesu anasema, nami nitamwomba Baba awaletee msaidizi mwingine mtakaa naye. Pastor, kuna wenzetu wanadai kuwa kwa kusema hivyo Yesu alikuwa akimbashiria au akimtabiria mtume na nabii kutoka pale Uarabuni. Pastor, kwa uelewa wako na kwa uwezo uliopewa na Mungu na kwa mujibu wa Biblia, je, Yesu ametabiri ujio wa Roho Mtakatifu au Yesu ametabiri ujio wa mtume kutoka pale Uarabuni? Asante sana. Kwanza ijulikane kwamba hakuna nabii yoyote wala mtume aliyoko ndani ya Biblia ambaye ametoka Uarabuni. Mitume wote na manabii walioko kwenye Biblia ni uzao wa wana wa Israeli. Lakini pia Yesu alikuwa mtabiri mtume kutoka Uarabuni. Yesu alikuwa anatabiri ujio wa Roho Mtakatifu. Huyo ndio anaitwa msaidizi. Na hicho alichokitabiri Yesu kilitimia ile siku inaitwa siku ya Pentekoste kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Kwa hiyo Yesu hakuwahi kutabiri mtume kutoka Uarabuni. Huo utabiri ulianza kwanza kutabiriwa na nabii Yoeli. Yoeli anasema itakuwa ni siku za mwisho, asema Bwana, nitawamwagia watu wote wenye mwili Roho wangu. Watoto wenu wataota ndoto na wazee wataona maono. Kwa hiyo Yesu hakutabiri kitu kama hicho. Huo ni uongo na ni uvumi ambao watu ambao hawana roho wa Mungu wanavumisha. Asante sana Pastor, lakini hapo bado kwenye Kumbukumbu la Torati 18:18 inasema, nitamwaondoshea nabii miongoni mwenu, msikilizeni yeye. Baadhi ya wafuasi wa imani nyingine tofauti na imani ya Kikristo wanadai kuwa hata hilo ilikuwa likitabiri ujio wa nabii kutoka Uarabuni. Hilo kwako na Biblia ni kweli inatabiri ujio wa nabii kutoka Uarabuni, ama msisitizo wako kwamba Biblia haikutabiri habari za nabii yoyote kutoka Uarabuni? Manabii wote na mitume wote wa Mwenyezi Mungu wametoka Israeli ama wametoka katika tuambie, Torati imetabiri ujio wa mtume huyo? Kama nilivyokwisha kusema kwamba Biblia haisemi habari yoyote kuhusu nabii kutoka Uarabuni. Hilo andiko ambao hao jamaa wanalitumia linasema hivi: Bwana Mungu wenu atainulia nabii mwingine miongoni mwa ndugu zenu. Anaposema miongoni mwa ndugu zenu, ni miongoni mwa makabila 12 ya Israeli, sio kabila kutoka Uarabuni. Na huo unabii ulitimia. Tunaona mzee Yakobo alipokuwa anakaribia kufa, au mzee Israeli mwenyewe anawaita watoto wake, na katika kubariki watoto wake analitaja taifa la Yuda. Anasema Yuda ni kama mwana simba, kutoka mawindoni mwanangu umepanda. Anasema fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanye sheria katikati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Hapo alikuwa anatabiriwa Yesu Kristo, sio nabii kutoka Uarabuni. Na ni ukweli Yesu ametoka kwenye kabila la Yuda kwa jinsi ya mwili, amezaliwa kwenye kabila la Yuda, ndio ambaye Biblia ilikuwa inamtaja. Na ndio Musa anaposema kwamba Bwana Mungu wenu atawainulia nabii mwingine miongoni mwa ndugu zenu, alikuwa anamtaja Yesu Kristo, sio nabii kutoka Uarabuni. Kwa hiyo huo ni uongo, ni uongo. Kwa hiyo na Biblia haijatabiri nabii kutoka Uarabuni. Hakuna kitu kama hicho kwenye Biblia. Huo ni upotoshaji wa maandiko. Ni watu ambao hawana roho wa Mungu ndio wanaongea vitu kama hivyo. Watu wa mwilini ambao hawana roho wa Mungu ndani yake. Utabiri ambao naamini kwa sababu hata huyo msaidizi ambaye Yesu alisema kwanza atakuwa haonekani, lakini pili atakaa milele. Yule wa Uarabuni anaonekana,
Kwa macho si ameonekana, kwa hiyo si kweli. Msaidizi ambaye Yesu anamtaja anasema atakaa ndani yenu. Ulimwengu hauwezi kumtambua, bali nyinyi mtamtambua kwa kuwa anakaa ndani yenu. Sasa huyo nabii aliyetoka Uarabuni, kwani alikuwa anakaa ndani ya watu? Alikuwa akai ndani ya watu. Lakini pili, alikuwa anaonekana, lakini hatuko naye milele. Hatuko naye milele. Naye anatwaa, alisema Yesu alisema atatwaa katika yale yaliyo yangu na kuwapasha habari. Kwa hiyo msaidizi yule alipaswa atwae katika yale ya Yesu Kristo. Sasa huyu nabii kutoka Uarabuni, yeye anatwaa ya Yesu Kristo. Ukisoma maandiko, msaidizi anayetajwa hapo ni Roho Mtakatifu. Huyo nabii wa Uarabuni alikuja na mafundisho yake kabisa, ambayo yanapingana na mafundisho ya Yesu Kristo. Yanapingana kabisa. Amekataa uungu wa Yesu. Amekataa uungu wa Yesu. Amekataa wana wa Mungu. Amekataa wana wa Mungu. Amekataa kufa na kufufuka kwa Yesu. Amekataa kufa na kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo Yesu hawezi akatabiri mtu ambaye anakuja kumkana. Huyu nabii kutoka Uarabuni alikuja kwa mambo tofauti kabisa na aliyokuja nayo Yesu. Na ndio maana ameanzisha imani hiyo nyingine ambayo nyinyi mnaijua. Lakini huyu msaidizi ambaye anamtaja Yesu, huyu alikuwa anakuja kuendeleza kile ambacho Yesu alikuwa amekuja kukianzisha hapo ulimwenguni, na yupo mpaka sasa, anakaa ndani ya watu ambao wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Kumbuka maandiko yanasema, lakini mtu asipokuwa na roho wa Mungu, asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo mtu anaitwa Mkristo ni mtu ambaye anaye huyo msaidizi. Huyo msaidizi anaitwa Roho Mtakatifu, anakaa ndani ya muamini. Ukishakuwa na huyo msaidizi ndio unafanyika kuwa Mkristo kwa mujibu wa maandishi. Pastor, tunakushukuru. Kwa hiyo kwa conclusion, Yesu hakutabiri ujio wa nabii yoyote kutoka Uarabuni wala Yemen. Biblia haimjui huyo nabii, haimjui kabisa, na wala haimtambui, na wala haijawahi kumtambua. Haijawahi kumtambua na haitamtambua milele na milele. Amina. Amen.